Ni faradhi. Watu wengi hawajui kwamba zakatul fitri jamaa maksudio yake sio kuwataka matajiri watoe. Kiwango ambacho anatakiwa mtu awe nacho kukitoa ni kuwa na chakula wewe binafsi cha siku ya Idi cha kujitosheleza wewe na wanao, ukawa na ziada. Ile ziada ndio wewe watakiwa uitoe ili waumini wote wafurahi siku hiyo, angalau kwa kushibisha matumbo yao. Ndio ikaitwa zakatul fitri, kwamba kinachotolewa ni chakula. Una rai ya wanachuoni, baadhi wanasema kwamba iweze ikatolewa pesa, lakini ni kaulun marjuh, yani ni haina ushahidi wa kutosha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja kabisa zaka ya fitri, akataja aina ya vyakula. Kwa hiyo inaonyesha kwamba lengo hasa ni kuwasaidia maskini siku ya Idi wapate nao kufurahi, angalau kushibisha matumbo yao, na tusiwache wakapita wanaombaomba chakula siku ya Idi. Kwa hiyo ukiangalia wigo wa watu ambao wanatoa zakatul fitri ni mkubwa sana kuliko wigo wa watu wanaotoa zaka ya mali, kwa sababu zaka ya mali nisabu zake ni kubwa, mtu mpaka umiliki mali nyingi ndio unatoa. Lakini zakatul fitri twaweza tukaona mtu maskini lakini ana chakula cha ziada cha siku ya Idi. Kwa hiyo kwa maana hiyo yeye ni tajiri kwa hii ibada hii. Watu wengi wanalipuuza. Huku nyuma najaribu kuwakumbusha, hapa kwetu watu walijenga itikadi kwamba sisi ni watu wa kupewa tu. Kwa hiyo zikitolewa zakatul fitri na baadhi ya matajiri wa nchi, mpaka mtu anao uwezo wa kutoa lakini anakuja kuomba. Lakini alhamdulillah, baada ya kuelezea watu kwamba hili ni jambo ukichukua kama umemdhulumu ndugu yako Muislamu ambaye hana, watu wameliacha. Kwa hiyo utaratibu uliopo jamaa, ambao tunaukumbushia tu, kuna kamati maalum ambayo imeachwa hapa barabara 19 Masjid Ansar, ndio markazi. Ni ruksa ya kisheria kuitoa zakatul fitri siku 2 kabla. Unaona, kwa mfano tarehe 28 na tarehe 29 unaweza ukatoa zaka ya fitri, pamoja na kwamba wakati uliokuwa bora zaidi wa kutoa ni kabla ya swala ya Idi. Sema kutokana na kukua kwa miji imekuwa ni wepesi kwetu sisi kupata hii zakatul fitri mapema ili iwezekane igaiwe. Kwa hiyo kinachofanyika hapa, ima kukusanya aina ya kile chakula ambacho tunakubaliana watu wa mji, ambacho ni mchele. Chakula kinachotakiwa ni kile ambacho kinakubalika na watu wa mji. Kwa hiyo mchele kwa watu wetu hapa ndio ambao unakubalika. Kwa hiyo unakusanywa mchele, au kama mtu hata hana nafasi ya kwenda sokoni, basi kamati ya watu waaminifu wanapokea zile pesa kwa mujibu wa idadi ya watu unaotolea zaka, wanakwenda nunua, alafu wanagawa kwa niaba yako, wanakuwa mawakala. Na hili ni jambo linakubalika kisheria, kumwachia mtu wakala, hebu kanunulie chakula alafu gawa, inajuzu kwa sheria ya Kiislamu. Kuna baadhi ya vijana wanatupiga vita, sasa angalia bwana, hawa wanakusanya pesa. Twakusanya pesa kwa kununua chakula, si kama eti twakusanya pesa tuwagaie watu pesa. Sisi tunakwenda na kauli ile ambayo ni raji ya kugawa chakula. Kwa hiyo hii nidhamu, inshallah ndugu zangu wale waliosikia katika mazungumzo yangu haya waanze kujiandaa, kwa sababu hapa tuna hakika sana ya kupata watu wahitaji. Na wenyewe mnashuhudia siku hizi za ugavi wanajikusanya, hasa kina mama maskini wametelekezwa sana katika jamii yetu. Utawakuta wako wengi, unaona, wanakuja kupata hii riziki ya siku ya Idi. Kwa hiyo shime, ndugu zangu, tujitahidini tutekeleze ibada hii ambayo ni muhimu sana kwetu katika kutuweka sawa katika jamii.